Kwani uko wapi? Njoo hapa nyumbani kwangu uchukue mkoba wangu mpeleke. Shoga yangu mimi naanza kisimani. Kwa nini? Kila mtu yuko na siri yake ambayo katu hatotaka kumshirikisha mtu yoyote kwa sababu ya kuzingatia ile mantiki ya wahenga inayosema hakuna siri ya watu wawili. Naamini hata wewe hapo ulipo una siri yako na itakuwa ngumu sana kukushawishi utushirikishe kwa sababu ukisha kutushirikisha tu basi hiyo sio siri yako tena. Yes, karibu sana kuifuatilia hii kazi mpya ya mwamba kabisa Mkude Simba ama Kitale ambaye amewahi kutamba vilivyo na kazi kubwa huko nyuma ikiwemo maneno ya kuambiwa pamoja na binadamu wabaya. Yes, sasa kama ndo kwanza unaifuatilia siri yako, nikukaribishe tu kuwa mwanafamilia wa Kitale na Mkude Simba kwa kusubscribe hivi sasa kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyopo hapo chini. Lakini pia bonyeza alama ya kengele ili ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuwa unapata notification zote na taarifa zote hapa Bongo Jojo, lakini pia kujihakikishia kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa siri yako. Sasa hii kazi ya kuitwa siri yako ni moja kati ya kazi bora sana ambazo utazishuhudia katika huu msimu wa kwanza wa siri yako, na ni kazi ambayo imeandaliwa kiumahiri sana. Hapa tutachambua best scene zote za siri yako, lakini pia tutaangalia namna gani ambavyo kuna matukio mengi yajayo ambayo yatakuwa yanaendelea katika huu mzigo. Tumeweza kushuhudia tukio kubwa sana ambalo limeteka hisia za wengi katika tamthilia hii ama katika episode ya kwanza ya siri yako. Tukio lenyewe ni la mke wa Govi kumtengenezea mumewe chai aliyoichujia kwa chupi yake kwa maana ya nguo yake ya ndani. Sasa kitu ambacho kinashangaza ni kwamba cha ajabu sasa mtu aliyekuwa ametarajiwa kwa ajili ya kuichukua ile chai iliyokuwa imeandaliwa, lakini cha ajabu ile chai akawa hajaichukua. Ni kitu ambacho kimeshangaza kwa sababu badala ya yeye kuwa amechukua ile chai na kuinywa ili dawa ifanye kazi, akawa amechukua mtu mwingine kabisa ambaye huyu ni Baba Haji. Baba Haji amejichanganya kwenye mkenge wa chupi ama wa chai iliyochujwa ya chupi ya mke wa Govi. Sasa itakuwaje? Kwa sababu mlengwa alikuwa ni Govi mwenyewe, lakini cha ajabu mtu mwingine kabisa kutoka kusikojulikana ameinywa ile chai. Guess what? Hivi huwezi kustuka kama ya kwamba huyu ambaye ni Baba Haji ndiye ambaye atakuwa ameingia kwenye mkenge wa kumpenda huyo aliyekuwa mke wa Govi. Huwezi kuliamini hilo. Kama huwezi kuliamini, utaliamini tu dakika chache ama sekunde chache za mzigo huu. Hivyo nikukaribishe kuendelea kufuatilia huu mzigo wa kuitwa siri yako kwa sababu ni moja kati ya kazi kubwa sana. Na of course kama ukibahatika kuisikiliza hii kazi na kuiangalia mwanzo mwisho utaenjoy sana, na ninakukaribisha tu uendelee kuifuatilia kazi hii kwa sababu yako mengi yaliyokuwa mazuri yanayokuja humu ndani. Kwa sababu jingine kubwa ni ile bahati nzuri aliyoisema mama yake na Kitale ya kwamba imekuwa heli amempigia simu leo na akampata mara baada ya kumkosa kwa muda mrefu sana. Lakini kumbe hiyo imekuwa bahati mbaya kwa mdogo wake na Kitale, kwa sababu punde tu Kitale alipooneshwa ile picha ya shemejie mtarajiwa akawa ameikataa na akasema ndoa isifungwe kwa sababu huyo mwamba ambaye anataka kuifunga ndoa na dada yake anamfahamu vyema, hivyo haitakiwi ndoa yoyote iweze kufungwa kwa sababu anajua mazuri na mabaya ya huyo mwamba. Sasa siri gani iliyopo hapa? Je, Kitale anayosiri ama siri ni ipi? Lakini kubwa hasa tumeweza kumshuhudia mganga mwenye mkuu ambaye ni fundi kabisa, ana hajawahi kufeli katika show zake. Ameweza kutoa maelekezo ambayo tunaamini kabisa kama yangempata mhusika basi ingekuwa ni kaleka msemo ka comedy kwamba goodbye. Nikutakie goodbye katika episode ya kwanza, lakini pia nikukaribisha katika episode zijazo, na
ni kuhakikishia tu utaendelea kupata uondo mwingi, lakini kubwa hasa subscribe sasa hivi ili ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kupata kila notification mpya na taarifa mpya za mzigo huu wa kuitwa Siri Yako. Karibu sana, lakini pia dondosha komenti yako tuambie umependa nini na unatarajia nini katika episode ijayo.